Mahakama ya Uhalifu wa Kivita ICC imeendelea kushikilia msimamo wake mkali dhidi ya Rais wa Urusi Vladimir Putin licha ya shinikizo kubwa la kisiasa kutoka mataifa yenye ushawishi duniani. Katika taarifa iliyotolewa mapema wiki iliyopita, ofisi ya mwendesha mashtaka wa ICC ilithibitisha kuwa hati ya kukamatwa kwa Putin bado ipo na haitofutwa hata kama kutapatikana makubaliano ya amani kati ya Urusi na Ukraine. Taarifa hiyo inakuja wakati mazungumzo ya kidiplomasia kuhusu kumaliza mzozo huo yakiendelea katika ngazi ya kimataifa. Kwa mjibu wa naibu mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC, Mandiaye Nian ametangaza kuwa uwezekano wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na rais wa Urusi Vladimir Putin kuhukumiwa bila kuwepo kwa uhalifu unaohusiana na mzozo wa nchi zao. Putin na Netanyahu wanatuhumiwa kwa uhalifu unaohusiana na migogoro ya nchi zao huko Gaza na Ukraine. Mahakama ya ICC inamtuhumu Putin kwa ulanguzi wa watoto katika maeneo yanayokaliwa na Urusi nchini Ukraine. Netanyahu wakati huo huo, yeye anatuhumiwa kwa uhalifu wa kivita unaotokana na mauaji ya halaiki kama njia ya kupata ushindi katika vita, uhalifu dhidi ya binadamu na mambo mengine yaliyofanywa kati ya Oktoba 8 mwaka 2023 na Mei 20 mwaka 2024. Msimamo wa ICC umeibua mvutano mkubwa huku Urusi ikiendelea kupinga mamlaka ya mahakama hiyo. Serikali ya Moscow imeielezea ICC kama chombo cha kisiasa, ikidai kuwa hatua yake dhidi ya Putin haina msingi wowote wa kisheria. Wakati huo huo, mataifa mengine yameripotiwa kutoa shinikizo kwa ICC kupitia vikwazo na vitisho vya kupunguza ushirikiano, hatua ambayo imezua wasiwasi juu ya mustakabali wa mahakama hiyo katika kukabiliana na viongozi wakuu wanaodaiwa kufanya uharibifu mkubwa. Katika hatua isiyo ya kawaida, ICC imeashiria uwezekano wa kufanya kusikilizwa kwa kesi ya Putin bila uwepo wa mtuhumiwa ikiwa Urusi itaendelea kutokutoa ushirikiano. Wachambuzi wanasema uamuzi huo unaweza kuwa wa kihistoria na kuashiria mabadiliko katika namna ICC inavyotekeleza majukumu yake. Licha ya changamoto, viongozi wa ICC wameendelea kusisitiza kuwa mahakama hiyo haitatetereka. Rais wa ICC amesema kuwa majaji na waendesha mashtaka hawatakubali vitisho au ushawishi wa kisiasa katika kufuatilia haki. Wataalamu wa sheria wanasema mwaka 2025 umeonyesha wazi kuwa ICC inajaribu kujenga sura mpya ya uthabiti wakati ikikabiliana na kesi ngumu dhidi ya mmoja wa viongozi wenye nguvu zaidi duniani. Wakati Putin anaendelea kusafiri kwa tahadhari na kuepuka mataifa wanachama wa ICC, wachambuzi wanaamini kuwa mwenendo wa mwaka 2025 unaweza kuamua nafasi ya mahakama hiyo katika mfumo wa sheria za kimataifa kwa miaka mingi ijayo. Endelea kuifuatilia BMTV Tanzania.